Naona wengine naitika kwa hofu. Manake salamu hiyo tumezoea kipindi gani? Kipindi cha Pasaka. Leo ni sikukuu ya Mtakatifu Maria Magdalena. Sasa unapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Maria Magdalena, maadhimisho yake ni zaidi ya sikukuu. Maadhimisho ya sikukuu ya Mtakatifu Maria Magdalena yana sura ya sherehe ya Pasaka, yana sura ya sherehe ya ufufuko. Na hata Injili tunayoisikia leo ni Injili ya Dominika ya Pasaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemjalia Maria Magdalena kuwa wa kwanza kushuhudia ufufuko, kuwa wa kwanza kutangaza wokovu. Na yeye ndiye alienda kuwapasha habari mitume juu ya ufufuko wa Kristo. Kwa hivi Maria Magdalena leo anatangaza Pasaka, anatangaza wokovu. Na si hivyo tu, anakuwa wa kwanza, na hivi yeye anatambulika kama mfuasi wa mitume. Ni mtume kati ya mitume, kwa nafasi hiyo ya pekee ambayo Bwana wetu Yesu Kristo amempatia. Lakini hiyo ni matokeo ya upendo mkubwa aliyokuwa nao huyu Maria Magdalena kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni moyo wake wa shukrani kwa sababu Kristo alimponya, Kristo amemwokoa na dhambi, Kristo amemtakasa. Na hivi alimpenda Kristo hivi kwa moyo wake wote, kwa nguvu zake zote na kwa akili yake yote. Na ndio maana ingawaji mitume na wafuasi wengine walihofu kwenda kaburini, kule ambapo mwili wa Yesu ulizikwa na kukawa na askari wanamlinda, lakini yeye kwa ujasiri, hatuambiwi kwamba aliongozana na mtu mwingine yeyote, alfajiri akapata ujasiri wa kwenda mpaka kaburini. Na alipokosa kuona mwili wa Kristo alilia na akauliza wapi walikomweka Bwana wake. Hivi alikuwa na upendo mkubwa kwa Kristo, na ilikuwa ni shukrani yake kwa sababu Kristo amemwokoa na dhambi, amemwokoa na mateso ya mapepo. Ndugu zangu, na sisi kila mmoja wetu ana ulazima wa kutangaza Pasaka. Maisha yako, maisha yangu yanapaswa kutangaza ufufuko wa Kristo. Tunapaswa kudhihirisha shukrani yetu kwa upendo wa Mwenyezi Mungu vile tusivyostahili. Kuna mwingine anasema kwamba akitokana ama akishinda tishio fulani ama jambo fulani la hofu linalomkosesha amani, linaloleta hofu ya maisha yake na mahusiano, anasema labda pengine moyoni mwako, sitorudia tena. Na unaweza ukajitangazia kuishi kitakatifu. Ulikuwa mwizi, umeiba kazini, kukawa na kesi na kuandama, unamwambia Mungu, hii kesi ikiisha sitoingiza tena mkono wangu katika wizi. Basi kesi inaisha salama na Mungu anakustiri. Unajikuta unakuwa mwizi mara mbili kuliko kwanza. Umesaliti ndoa
na unamwomba Mwenyezi Mungu ubaki mwaminifu kama hilo lisipojulikana, unakuwa msaliti mara 2 mara 3 zaidi kuliko kwanza. Na hata mimi nilikuwa sema likiwa padi nitajitahidi sana, lakini pia sijaishi kwa bidii hiyo. Tunakuwa na akili kama za nzi, na sio akili, tunakuwa kama nzi wengine. Nzi akinusulika kifo hapo kwenye kidonda, its next destination ni hapo hapo kwenye kidonda. Yaani ataruka haba hajatua sehemu nyingine, atarudi kutua tena hapo hapo aliponusulika kifo. Ndio wakati mwingine na sisi, pamoja na kwamba tuna huruma ya Mwenyezi Mungu, tuna upendo wa Mwenyezi Mungu pasipo mastahili yetu, na mimi kuwa nilivyo kama padi pasipo mastahili, wala kufikiri kwamba nastahili kuwa padi, pamoja na kuweka nia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuishi kadiri ya wito huo nisio stahili, najikuta natenda hovyo, natenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Leo hii Mtakatifu Maria Magdalena amtafakalishe kila mmoja wetu kuwa jinsi ulivyo, sio kwa mapenzi yako na sio kwa akili zako, bali Mwenyezi Mungu kwa huruma na mapendo yake amependa uwe hivyo. Je, wewe unampenda Mwenyezi Mungu jinsi Maria Magdalena alivyompenda kwa moyo wake wote, kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote? Na ukiishi hivyo utajiepusha na mengine yote yaliyo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ndio amri kuu. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na